Habari, karibu katika siku ya leo ambapo tunakwenda kuzungumzia afya ya kundi adimu, yani kundi la wazee, kundi ambalo ni hazina kubwa ya hekima, uzoefu na urithi wa jamii zetu. Hata hivyo, kundi hili adimu linakabiliwa na changamoto nyingi za kiafya zinazohitaji uangalizi wa pekee. Kwa mujibu wa shirika la afya duniani, yani WHO, inakadiriwa kuwa duniani kote kuna wazee takribani milioni 494, na kwa Tanzania, kwa mujibu wa sensa ya watu na makazi iliyofanyika mwaka 2022, inabainisha kwamba watu milioni 2.3 katika nchi yetu ni wazee kuanzia miaka 65 na kuendelea. Hii inaonyesha kwamba katika jamii zetu watu wanazeeka sana. Hii ni kutokana pia na kuongezeka kwa wastani wa umri wa kuishi. Sasa leo tunakwenda kuangalia mambo ya kuzingatia, yani afya kwa wazee. Utakuwa nami Daktari Lenny Komba nikukuletea mada hii kwa undani. Kama ulikuwa bado hujasubscribe, basi subscribe, lakini pia turn notification ili uwe unapata taarifa mara kwa mara. Tuanze kuangalia nini maana ya mzee, au mzee ni nani? Mzee ni mtu mwenye umri wa miaka 60 na kuendelea ambaye amepewa zawadi hii ya umri ya kipekee na Mwenyezi Mungu ili awe zawadi kwa vizazi vijavyo, akitoa hekima, busara na uzoefu. Sasa tuangalie changamoto ambazo wanakutana nazo hawa wazee ambao ndio zawadi ambayo tumepewa na Mwenyezi Mungu. Changamoto ya kwanza ni magonjwa sugu. Mara nyingi wazee hupata magonjwa kama kisukari, magonjwa ya moyo, magonjwa ya presha, magonjwa ya figo na saratani. Asilimia 74 ya vifo vyote duniani vinatokana na magonjwa haya. Yaani kati ya wazee 10, basi wazee 7 watafariki kwa magonjwa haya, magonjwa sugu kama shinikizo la damu, magonjwa ya kisukari, magonjwa ya moyo. Na dalili za magonjwa haya ni kama zifuatazo: ni maumivu ya kichwa, kizunguzungu, mapigo ya moyo kwenda mbio, kuchoka sana, kupata ganzi, kukojoa mara kwa mara na miguu kuvimba bila sababu za msingi. Lakini changamoto ya pili ni magonjwa ya akili na kumbukumbu. Ugonjwa wa kusahau tunaita kitaalamu dementia au Alzheimer disease. Uchunguzi unaonyesha kuwa wagonjwa wengi hupata msongo wa mawazo na upweke, hasa wakiwa wametengwa na jamii. Mara nyingi wazee huwa tunawatenga. Watu wakishawasomesha vijana, basi wanaachwa, wazee wanatengwa. Sasa ile tabia ya kuwatengwa inapelekea kupata haya magonjwa ya msongo wa mawazo pamoja na upweke. Changamoto ya tatu ni magonjwa ya mifupa na viungo, tunaita arthritis, na magonjwa ya udhaifu wa mifupa tunaita osteoporosis. Magonjwa haya huongeza hatari ya kuanguka, na takwimu zinaonyesha kuwa kuanguka ni moja ya sababu kuu za ulemavu na vifo vya mapema kwa wazee. Changamoto ya 4 ni lishe na kinga. Hapa ni hamasa ndogo ya kula. Mara nyingi wazee hukula chakula kimoja muda mrefu, jambo ambalo linapelekea kukosa virutubisho. Ni chakula na uandaaji. Kula chakula kimoja muda mrefu unaweza pia kupelekea utapiamlo na kukosa virutubisho ambavyo vinaweza vikaongeza kinga ya mwili. Shirika la afya linasema kwamba mara nyingi wazee huishi na magonjwa mengi, yani tunaita multiple morbidity, hali inayoongeza hatari ya udhaifu wa kinga na utegemezi. Changamoto ya 5 ni unyanyasaji. Kuto kushirikishwa katika maamuzi ya kifamilia au kutengwa na jamii au kutopewa kipaumbele wakati wa kufanya maamuzi fulani. Hii inapelekea wazee wajihisi wanyanyasaji. Wazee bado ni watu, bado wana akili, bado wana busara na bado wana nguvu. Hivyo wanapaswa kushirikishwa katika maamuzi madogo madogo, hasa maamuzi yale ambayo yanawagusa wao moja kwa moja. Hasa jinsi gani ambapo tunaweza kukabili hizi changamoto? Nini cha kuzingatia? Jambo la kwanza, ili tushinde hizi changamoto, tunapaswa kuandaa lishe bora kwa wazee. Tunapaswa kuelekeza wazee jinsi ya kupata chakula bora, yani kupata virutubisho bora kwenye chakula kila siku. Kwa hiyo kila siku kwenye sahani yake hakikishe kuna mboga, kuna matunda, kuna nafaka zisizokobolewa kama ugali wa dona, viazi mviringo, viazi vitamu, magimbi, mihogo,
mtama. Kwa hizi ni nafaka ambazo tunamshauri awe anatumia. Lakini pia samaki na protini nyepesi. Lakini pia wazee wanapaswa kupunguza mafuta na sukari nyingi pamoja na chumvi nyingi. Lakini pia wazee wanapaswa kuacha uvutaji wa sigara na unywaji wa pombe. Jambo la pili, wazee wanapaswa kuzingatia mazoezi mepesi. Mazoezi kama kutembea, mazoezi ya viungo na kazi ndogo ndogo za bustani. Hatumshauri mzee kufanya mazoezi magumu sana ya kuinua vyuma. Tunamshauri afanye mazoezi mepesi ambayo itamsaidia kujenga mwili na atasaidia kuboresha kinga ya mwili. Na tafiti huonyesha mazoezi hupunguza hatari ya shinikizo la damu na huboresha kumbukumbu. Lakini pia tatu, kuna ufuatiliaji wa kiafya. Mzee anapaswa kupata vipimo vya mara kwa mara kama shinikizo la damu, sukari, uchunguzi wa macho na meno. Hii husaidia kupunguza hatari kubwa baadaye. Vipimo hivi vinapatikana katika hospitali zote bure kabisa. Lakini pia hapo tunamshauri mzee awe na bima ya afya. Kama anaweza kuwa na bima ya afya ya jamii ni ICTF au bima ya NHIF au bima nyingine yoyote ambayo inaweza kumsaidia kupata matibabu hata katika vituo vya binafsi, yani vituo vya hospitali za private ambapo kule mara nyingi hakuna huduma za msamaha. Kwa hiyo hizo ndizo ambazo vitu vya kuzingatia. Lakini pia kwenye ufuatiliaji wa kiafya tunashauri kila mwezi mzee awe na tabia ya kwenda kumwona daktari ili apate ushauri kuhusiana na afya yake. Jambo la 4 ni afya ya akili na kijamii. Tunapaswa kuwashirikisha wazee katika maamuzi ya kifamilia na kijamii na kuwapa nafasi ya kushiriki maamuzi na shughuli mbalimbali. Hii inaweza kusaidia kuimarisha uhusiano na kupunguza upweke pamoja na msongo wa mawazo. Baada ya kuacha wazee peke yao wapambane na hali zao nyumbani, tunaweza kuwachukua na kukaa nao. Hii inaweza kusaidia kupunguza msongo wa mawazo. Lakini pia jambo jingine ni usalama nyumbani. Kuondoa hatari za kuanguka. Kwanza kuna taa nzuri, kutumia vifaa vya usaidizi, fimbo kama kiti mwendo na waweze kutembea. Tunapaswa kuwasaidia wazee ili waweze kufurahia maisha yao katika muda uliobakia. Lakini pia kuna mahitaji ya muhimu kwa wazee. Hitaji la kwanza ni lishe safi. Kwenye lishe safi kuna maji safi, kuna lishe asilia na yenye virutubisho vyote kutoka katika makundi yote. Jambo la pili ni makazi safi pamoja na malazi. Tunashauri mzee awe analala sehemu nzuri. Tuepukane na ile tabia ya kuwaweka wazee katika store ambapo unakuta umemweka babu au bibi kwenye chumba ambacho kuna majembe, kuna mapanga, kuna vitu hatarishi, kuna vitu ambavyo havitumiki, chumba ni kizito, hakina hewa safi. Kwa hiyo tunaomba mzee kama ikiwezekana mweke kwenye master au mweke kwenye chumba kizuri. Lakini pia awe na mavazi safi. Tuepuke ile tabia kuwanunulia wazee nguo Krismasi mpaka Krismasi. Kwa hiyo tuwe tuna tabia ya kuboresha mavazi yao. Nitimisho kwa kusema kwamba kuwatunza wazee ni ibada. Katika nchi za wenzetu kuna vituo vya kuwatunzia wazee. Lakini katika nchi yetu uzuri ni kwamba wazee wetu kwa tunaishi nao katika familia zetu. Sasa pale tunapoishi nao katika familia zetu, basi tuwatunze kwa upendo ili wafurahie muda uliobakia wa maisha. Uzee na kuzeeka haikwepeki. Ulikuwa nami Daktari Lenny Komba, nikutakie siku njema na Mungu akubariki.